Bwana yetu asifiwe. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa mbunge, Waziri wetu wa Uchukuzi, Mheshimiwa Daktari Khalid Mohamed, Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Zanzibar kama yupo, Waheshimiwa Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wote, nitambue uwepo wenu. Niseme tu kwa kifupi, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Rais, awali ya yote nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha siku ya leo kukutana hapa kwa jambo hili muhimu sana kwa ajili ya maendeleo ya mkoa wetu, lakini kwa ajili ya nchi yetu. Lakini pia Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii kukushukuru sana wewe na timu yako na viongozi mliokuja kwenye mkoa wetu kwa ajili ya kushuhudia tukio hili kubwa ambalo ni muhimu sana kwa ajili ya maendeleo ya mkoa wetu, lakini pia kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu kwa jumla. Mheshimiwa Rais, lakini pia nichukue nafasi hii kwa kweli kuwashukuru wana Kigoma. Wana Kigoma safi! Niwashukuru wana Kigoma kwa mahudhurio mazuri, lakini washukuru viongozi wote kwa mahudhurio mazuri. Wana Kigoma, leo mngeniangusha, maana yake kama msingekuja sana, msingekuwa namna hii. Mheshimiwa Rais labda angetoka na mawazo, inawezekana Siro anakamata watu kama kawaida yake. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kuja Mheshimiwa Rais. Hii inaonyesha toka umenipa maelekezo, nimetekeleza yale maelekezo. Ulinipeleka ubarozi, kwa hiyo mimi zaidi ni diplomasia zaidi kuliko yale mengine ambayo nilikuwa nafanya jeshini. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, nashukuru sana. Mheshimiwa Rais, leo tunashuhudia utekelezaji wa miradi mitatu mikubwa ya kimkakati ambayo kwa pamoja itaibadilisha Kigoma kuwa kitovu cha uchumi wa magharibi mwa Tanzania. Na hili Mheshimiwa Rais nilizungumze kwa sababu mara nyingi tumekuwa tunajua Kigoma ni mwisho wa reli, lakini kwa juhudi zako za kuleta fedha nyingi za maendeleo, sasa hivi Kigoma tena sio mwisho wa reli, Kigoma ni mwisho wa fursa. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kwanza kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande namba 6 kutoka Tabora hadi Kigoma. Mradi huu utaunganisha mkoa wa Kigoma na reli ya kisasa kutoka Dar es Salaam, hivyo kupunguza muda wa gharama za usafirishaji wa mizigo na abiria, kuongeza ushindani wa biashara, kuvutia viwanda na uwekezaji, pamoja na kufungua masoko mapya kwa wakulima, wafugaji, wavuvi na wafanyabiashara wetu. Pia uzinduzi wa ujenzi wa meli 4 mpya katika ziwa Tanganyika utaimarisha usafiri wa maji, kuongeza usalama wa abiria na mizigo, kuimarisha biashara na nchi jirani na kuongeza mchango wa ziwa Tanganyika katika uchumi wa taifa letu na uchumi wa mkoa wetu kwa jumla. Lakini tatu, Mheshimiwa Rais, upanuzi wa bandari ya Kigoma utaongeza uwezo wa kuhudumia mizigo na abiria kwa ufanisi zaidi. Bandari hii ni kiungo muhimu cha biashara kati ya Tanzania na nchi jirani. Na hii Mheshimiwa Rais, kama nilivyokueleza pale nilipokuwa Kalemi, nilipokutana na wafanyabiashara, walichosema sisi tunategemea kila kitu kutoka Tanzania. Maana yake nini? Maana yake wao shida yao kubwa ni namna gani ya kupata meli za kutosha kwa ajili ya kusafirisha mizigo yao. Wakati mwingine wanaweza kumaliza mwezi mzima mizigo yao hapa bila kwenda Kalemi, na wenzetu wengi wanategemea mizigo kutoka kwetu. Na nikapata nafasi Mheshimiwa Rais ya kwenda kuangalia, walikuwa wafanyabiashara wetu wanauza mbuzi, wanauza kuku, wanauza mchele na chakula chote kinatoka Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa kifupi niseme Mheshimiwa Rais, swala la kuwa na meli hizi 4 za mzigo kwetu inatija sana kwa mkoa wa Kigoma, lakini pia kwa nchi kwa jumla. Mheshimiwa Rais, pamoja na hizo salamu zangu za mkoa, nizungumzie mambo machache ambayo wameyafanya kwenye mkoa wetu. Na jambo kubwa Mheshimiwa Rais, ukiona wingi wa watu hawa sio kwamba wamekuja tu, wamekuja kwa sababu wanakupenda. Kwa mfano mwaka jana Mheshimiwa Rais, nilikuwa naangalia rekodi zetu kwa miradi ya maendeleo tuliletewa takriban trilioni 11.8. Jambo ambalo nilikuwa najiuliza, sidhani kama kuna mkoa umeweza kutoa fedha, umewahi kupata fedha nyingi namna hiyo. Hii ni wazi kwamba una mapenzi sana kwa wana Kigoma, na ndio maana waliposikia unakuja wakasema, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lazima tuje. Hakuna nguvu yote tuliotumia sisi. Tulichofanya ni kwamba mpendwa wenu anakuja, na ndio maana unaona
UOMI hii ambayo iko hapa kwa sababu ya upendo, wanajua wamefanyia jambo kubwa sana. Mheshimiwa Rais, ujenzi wa reli ya kisasa SGR kama nilivyosema, kipande hichi cha 6 Tabora Kigoma kama ambao ni kilomita 506, mradi huu utapunguza gharama za usafirishaji wa abiria na mizigo kwa 40% na muda kutoka siku 2 hadi masaa 24. Na hii ilikuwa ni kero sana kwa wetu sisi ambao watu Kigoma. Kutoka hapa kwenda Kigoma, kutoka hapa kwenda Dar es Salaam tulikuwa tunatumia zaidi karibu masaa 2. Lakini sasa kwa SGR ninaamini itakuwa chini ya masaa 8. Lakini Kigoma itakuwa ni lango kama ulivyonipa maelekezo wakati unaniapisha Mheshimiwa Rais. Ulisema kwamba hili ni lango la biashara. Kwa kweli hakuna ubishi Mheshimiwa Rais, hili kweli ni lango la biashara. Na nilikuwa naangalia kama RC wa Dar es Salaam yupo. Naona kama amekacha hivi. Nilifikiri atakuwepo nimwambie na mimi nakuja sasa. Ujue mambo yote sio Dar es Salaam, mambo sasa yanahamia Kigoma. Mheshimiwa Rais, lakini kwenye swala la ujenzi wa barabara. Sasa hivi sisi unatoka Kigoma mjini kwenda mpaka Dar es Salaam ni lami tupu. Wewe kodisha teksi yako toka Kinondoni unakuja mpaka Kigoma ni lami tupu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, kama utaruhusu basi naomba wana Kigoma kupigia angalau makofi hayo. Tafadhali upigie makofi Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kwenye swala la usafirishaji wa majini ziwa Tanganyika kama nilivyosema, meli hizi kwetu ni tija sana. Meli hizi kwetu ni tija sana, na pia nikushukuru sana kwa sababu kuna fedha zimetolewa ambazo ni fedha kiasi kikubwa ambazo zinasaidia kujenga baadhi ya meli 4. Serikali yako imetoa fedha nyingi kwa ajili ya kujenga meli 4 kwa ajili ya kubeba mizigo na abiria. Na hili ni jambo la msingi sana kama nilivyosema Kalemie, wao wanasema sisi tuna boti ndogo ndogo na mizigo yetu ni mingi. Kwa hiyo swala la Mheshimiwa Rais la kuamua kutusaidia kujenga meli zingine za ziada zaidi ya hizi ambazo wenzetu wametoa, basi kwa kweli uchumi wetu utazidi kuwa mkubwa zaidi. Lakini kikubwa Mheshimiwa Rais, usafirishaji wa anga. Nafikiri wakati unatua pale uwanjani umeona mwenyewe. Uwanja wetu ulikuwa unatia aibu. Unaitia aibu sana. Hata nilipoteremka kuja kuingia Kigoma nilipouangalia nikasema huu ndio uwanja kweli. Lakini Mheshimiwa Rais, ukipita pale unaona mambo ni mabadiliko sana. Na serikali yako imetumia zaidi ya bilioni 46.68. Fedha 46.68 mpaka bilioni 51. Hii fedha sio kidogo. Kuna mahala umetoa ukaamua waletee wana Kigoma. Kwa hiyo tunakushukuru sana, na kwa kweli wenzetu kutoka Burundi, wenzetu kutoka Kongo wanatumia sana ndege zetu. Na ndio maana kila asubuhi ukipanda ndege yetu unakuta imejaa, na ukichelewa kufanya booking unakosa ndege. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Niseme kidogo kuhusu umeme. Mheshimiwa Rais, sisi tuna vijiji 306. Mkoa wetu una vijiji 306, lakini vyote vimepata umeme. Yote hii ni juhudi yako. Lakini katika vitongoji vyetu ambavyo ni 1858, vitongoji vyote vimepata umeme isipokuwa asilimia 75.5 wamepata umeme. Kwa maana bado asilimia 24.5. Kwa hiyo ukiona vitongoji 1858 kati ya hivyo vitongoji 1150 vimepata umeme, sio jambo la mchezo. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Inawezekana haya usiyafahamu kwamba yanafanyika, lakini huo ndio uhalisia wenyewe. Na ndio maana nilikuwa nasema wingi wa ndugu zangu wana Kigoma hawa wajukuu zangu, na nishukuru kwa kunileta kwa wajukuu zangu hawa. Kwa hiyo wakati mwingine tutapiga ngoma nao, naambia mimi Mheshimiwa Rais alijua nyinyi wajukuu zangu ndio maana amenileta tufanye kazi za watu. Kwa hiyo ukiona watu asilimia almost 75.8 wanapata umeme mpaka kwenye vitongoji, sio jambo la mchezo. Mheshimiwa Rais, lakini kwa upande wa biashara kupitia vituo vya Kobelo na Manyovu, biashara na nchi za Burundi, DRC na Zambia imeongezeka kwa asilimia 35 miaka miwili iliyopita. Hivyo tunaamini ujenzi wa SGR na meli hizo mpya zitaongeza pato la mkoa wa Kigoma zaidi ya vizimba 60 kwa wavuvi wetu. Samaki hapa Mgebuka, Mheshimiwa Rais, inapendwa sana. Inasafirishwa mpaka nchi za nje. Kwa hiyo wakati mwingine unakuta bei inapanda ya samaki. Kwa hiyo wananchi wamekuwa wananifuata ofisini, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, bei imepanda. Nasema solution ya hii ni swala la kuweka sasa ufugaji wa samaki. Na jana nilikuwa naongea na waziri wa mifugo akaniambia watu wako wameomba vizimba, nikuhakikishie tutawaletea vizimba. Kwa hiyo nashukuru kwa kuliona hilo. Tukiwa na vizimba vingi manake pia tutakuwa kuweza kupata samaki wa kutosha. Mheshimiwa Rais, tuna mengi ya kuzungumza lakini najua huna muda mzuri.
wa kukaa na sisi. Labda siku nyingine ukipata nafasi utafurahi. Niseme tu kwa kifupi, mahusiano na nchi jirani, tuna mahusiano mazuri. Kukiwa na changamoto yote, Mheshimiwa Rais, tunakutana, tunazungumza na wenzetu wa Burundi, wenzetu wa Kongo. Kama kuna tatizo la usalama tunamaliza, huwa hatukusumbui, na ndio maana nikuhakikishie mkoa wako uko salama. Mheshimiwa Rais, nimalize niseme kwa niaba ya wananchi wote wa mkoa wa Kigoma, tunakushukuru kwa upendo wako wa dhati kwa mkoa wetu. Tunaendelea kukuombea afya njema, hekima na nguvu ili kuendeleza kuliongoza taifa letu katika umoja, amani na maendeleo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mungu ibariki Kigoma, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kigoma kwa salamu za mkoa. Mheshimiwa Rais, wahenga wana msemo unaosema mcheza kwao utunzwa. Wasanii kutoka mkoa wa Kigoma wameamua kuheshimisha ziara yako ya mkoa wa Kigoma katika tukio hili kubwa kabisa siku ya leo. Kwa heshima kubwa naomba nimkaribishe kwenye jukwaa msanii mzawa wa Kigoma, Ali Kiba.